Yes, na mwanahabari, karibu katika channel yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Leo tumekusogezea taarifa kuhusiana na papa mpya wa kanisa la Katoliki duniani, huku tukikuletea mambo matano usiyofahamu ya kipekee kuhusu papa mpya huyo Leo wa 14. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Miezi kadhaa iliyopita kuliweza kutokea kifo cha kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani, Papa Francis, ambaye aliweza kufariki kutokana na ugonjwa wa maradhi ya mapafu ama pneumonia. Mara baada ya kifo chake, Vatican iliweza kufanya uchaguzi wa papa mpya ndani ya kanisa hilo la Katoliki duniani, huku papa mpya akiwa ni Leo wa 14. Haya ndio mambo usiyofahamu kuhusu papa mpya baada ya kuchaguliwa huko Vatican. Kuchaguliwa kwa Kardinali Robert Francis Prevost kuwa Papa Leo wa 14 kumeweka historia mpya ndani ya kanisa Katoliki. Akiwa papa wa kwanza kutoka Marekani, yeye ni kiongozi anayetajwa kuwa ni mwelekeo wa kuendeleza mageuzi ya hayati Papa Francis, huku akisisitiza huduma kwa maskini na makundi yaliyo pembezoni. Papa Leo wa 14 mwenye umri wa miaka 69 na kuwa kiongozi wa 267 wa kanisa hilo, akichukua nafasi ya Papa Francis aliyefariki mwezi uliopita. Uchaguzi wake unahitimisha minong'ono ya nani kuwa papa iliyodumu kwa majuma kadhaa. Hapa tunakuletea mambo matano ya kipekee kuhusu maisha na utume wa papa huyu mpya ndani ya kanisa la Katoliki. Jina la kipapa anaitwa Leo wa 14, ambapo jina hilo ni uamuzi wa kuchukua jina la Leo wa 14, si wa kawaida. Papa wa mwisho kutumia jina hilo alikuwa Papa Leo wa 13 aliyeongoza kanisa kati ya mwaka 1878 hadi 1903. Alijulikana kwa msimamo wake thabiti kuhusu haki za wafanyakazi na mafundisho ya kijamii ya kanisa la Katoliki. Kwa kuchukua jina hili, papa mpya anatoa ujumbe mzito kuhusu mwelekeo wa utawala wake, kusimama upande wa maskini, wanyonge na kupaza sauti za wale wanaosikika. Ni ishara ya kwamba atakuwa kiongozi mwenye msimamo kati ya haki za kijamii kama alivyokuwa mtangulizi wake wa jina hilo. Katika hotuba yake ya kwanza alirejea kauli ya Mtakatifu Agustino, kwa ajili yenu mimi ni askofu, lakini pamoja nanyi mimi ni Mkristo, akisisitiza uongozi wa pamoja na unyenyekevu. Jambo la pili, shabiki wa mchezo wa tennis. Tofauti na picha ya kawaida ya viongozi wa kanisa, Papa Leo wa 14 anajulikana kwa upendo wake kwa mchezo wa tennis. Alisema, ninajiona kama mchezaji wa tennis na kujifurahisha kabisa. Aliongeza kuwa tangu aondoke Peru amekuwa na nafasi chache za kucheza, lakini anatazamia kurudi uwanjani. Mbali na tennis, anapenda kusoma vitabu, kutembea kwa miguu na kusafiri kwenda maeneo mapya yenye tamaduni tofauti. Mwenendo huu wa maisha ya kawaida unamweka karibu zaidi na waumini wa kawaida, akionyesha kuwa hata kiongozi wa juu wa kanisa ni mtu wa watu. Jambo la tatu ni raia wa Marekani na Peru. Ingawa alizaliwa Chicago, Marekani, Papa Leo wa 14 pia ni raia wa Peru, ambako aliishi na kufanya kazi kwa miaka mingi akiwa kama missionari na baadaye askofu wa Chiclayo. Kuwa na papa kutoka Marekani ni heshima kubwa. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema alipoulizwa maoni yake kuhusu kutangazwa kwake. Papa Leo mwenye umri wa miaka 69 alizaliwa Chicago na alisoma chuo kikuu nje ya Philadelphia kabla ya kuwa missionari nchini Peru. Alipata uraia wa Peru mwaka 2015, jambo lililomfanya kuwa na uhusiano wa kipekee na Amerika ya Kusini. Uraia huu wa nchi mbili ni mfano wa sura ya papa wa dunia nzima anayeelewa na kugusa tamaduni tofauti. Rais wa Peru Dina Boluarte
aliuita uchaguzi wake kuwa tukio la kihistoria kwa Peru na dunia nzima. Jambo la 4, mbobezi wa lugha na utamaduni wa kimataifa. Moja ya sifa kubwa za Papa Leo wa 14 ni uwezo wake wa lugha. Anaongea Kihispania na Kiitaliano kwa ufasaha, jambo alilothibitisha alipohutubia maelfu ya waumini katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Aliishi na kuhudumu Peru kwa zaidi ya miaka 10, akijenga uhusiano wa karibu na jamii za huko ndani ya Vatican. Alijulikana kama Marekani asiye wa Kimarekani sana kutokana na maisha yake ya kimataifa na mtazamo mpana wa kiutume. Uwezo wa lugha na uelewa wa tamaduni mbalimbali ni rasilimali kubwa kwa kanisa linalojitanua kote ulimwenguni. Jambo lingine ni uongozi wa kidiplomasia na mtazamo wa kati. Papa Leo wa 14 anatajwa kuwa kiongozi mwenye msimamo wa kati, anayejumuisha pande zote za kanisa, anayeelekea kuwa na mtazamo wa maendeleo kwenye masuala ya kijamii kama uhamiaji na umasikini, lakini anadumisha msimamo wa wastani kwenye masuala ya maadili ya Katoliki. Aliwahi kuwa kiongozi wa shirika la Mtakatifu Agustino kwa zaidi ya muongo mmoja, na hivi karibuni alikuwa mkuu wa idara ya Vatican anayesimamia uteuzi wa maaskofu kote duniani, nafasi yenye ushawishi mkubwa. Mtazamo huu wa kupatanisha viongozi wa busara unampa uwezo wa kuwaunganisha waumini wa pande zote za dunia, akiwa kama daraja kati ya makundi yenye mitazamo tofauti ndani ya kanisa. Kupitia maisha yake ya kimataifa, unyenyekevu wa kiutume na msimamo wa kijamii, Papa Leo wa 14 anawakilisha sura mpya ya kanisa Katoliki lenye mizizi lakini pia lenye maono ya kimataifa. Ni papa anayeelewa ulimwengu wa sasa na aliye tayari kutumika kwa moyo wote. Mwanahabari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni taarifa kutoka Vatican, taarifa kuhusu mambo 5 ambayo yanapatikana kwa papa mpya ambaye ameweza kuchaguliwa kutoka kule Vatican kuchukua nafasi ya aliyekuwa papa wa kanisa hilo, kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani, Papa Francis, baada ya kuweza kufariki dunia. Nafasi hiyo ikichukuliwa na Kardinali Robert Francis Prevost kuwa Papa Leo wa 14 katika historia ya kanisa la Katoliki duniani. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari nyingi za kimataifa, michezo pamoja na burudani, usisahau kubonyeza alama neno subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia na kupata kila aina taarifa pale ambapo tunakuwa tumeanza kupandisha taarifa hizi hewani. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage nikutakia siku njema. Bye bye.